tunalibariki na kulitukuza jina lako Bwana. Tunakualika Roho Mtakatifu mahali hapa, uzungumze nasi, uyasaidie maisha yetu, maana pasipo wewe sisi hatuwezi kufanya neno lolote. Utukufu ni wako, mamlaka ni yako, nguvu ni zako, utawala ni wako. Tawala Bwana. Asante kwa sababu uko hapo tena kumsaidia kila mmoja katika jina la Yesu. Amen. Basi naomba tukae. Mungu abariki sana waimbaji. Naomba tukae kwenye viti vyetu. Tunamshukuru Mungu tena kwa ajili ya siku ya Jumanne ya leo. Siku yetu ya Jumanne ni siku ya maombi, uamsho na kufunguliwa. Na siku yetu ya Jumanne tunaifanya kuwa siku ya maombi kwa sababu ili mtu aamshwe basi kunahitajika maombi ya kina ambayo yanaweza kuamsha roho iliyolala au nafsi iliyolazwa. Lakini pia ili mtu afunguliwe pia inahitajika maombi ya kina ili mtu atoke katika vifungo alivyofungwa. Kwa hiyo siku ya Jumanne tutaitumia zaidi sana katika kuomba. Na tulikuwa na utaratibu miaka iliyopita kwamba siku ya Jumanne tunakuwa tunafunga na kuomba tunapokutana hapa. Na kuanzia mwezi wa 4 tutarudisha ratiba hiyo ya kufunga siku ya Jumanne. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo itakuwa ni siku ya maombi, lakini siku ya Alhamisi itakuwa ni siku ya kujifunza neno la Mungu, kwa sababu tunapaswa kufahamu au kuwa na ufahamu wa kiroho katika maisha yetu ya wokovu. Kwa hiyo tutaangalia vitu vichache leo, alafu tutakwenda kuomba. Lakini lazima tupate neno la kutuongoza, lakini pia tupate vision. Tunaombea nini au tunaomba nini? Kwa hiyo kama unaandika, andika maombi ya kuangusha vizuizi. Maombi ya kuangusha vizuizi. Maisha ya mwanadamu yamejaa taabu, yamejaa dhiki, yamejaa shida, yamejaa changamoto za kila namna. Maisha ya mwanadamu yamejaa dhiki, yamejaa shida, yamejaa changamoto za kila namna. Na ni ngumu kuweza kutoboa kama hatujachukua hatua ya maksudi kabisa ili tuweze kutoboa au kushinda. Na maombi pekee ndiyo yanaweza yakatusaidia kuweza kuvuka vikwazo, kwa sababu tangu mtu anazaliwa mpaka anakufa anakutana mambo mengi sana. Wengine mmezuiliwa hata kabla hamjatungwa mimba. Yaani wakati wewe mimba yako inasubiriwa kulikuwa kuna vizuizi, kulikuwa kuna vikwazo vimekwisha kuwekwa. Mama yako asibebe mimba, au alikuwa akibeba mimba zinatoka, au ilikuwa hawezi conceive kwa amekaa muda mrefu baada ya kupata wewe. Na tunaona hiyo kwenye Biblia, kuna watu walizuiwa kwa namna hiyo. Tunamuona Samsoni alizuiliwa hata kabla hajaja, mama yake aliwekewa utasa. Tunamuona Isaka alizuiliwa hata kabla hajaja. Yohana Mbatizaji alizuiliwa hata kabla hajaja. Samueli pia hali kadhalika naye alizuiliwa hata kabla hajaja. Hatima za watu huwa zinaanza hata kabla hawajazaliwa. Biblia inasema kwenye kitabu cha Yeremia ile sura ya 1 mstari wa 5, Mungu anamwambia Yeremia, kabla sijakuumba nalikujua, na kabla hujatoka tumboni kwa mama yako nalikutakasa.
nimekuita kuwa nabii wa mataifa. Kwa hiyo unaweza kuona hatima za watu huwa zinaanza hata kabla hawajatungwa mimba. Kwa hiyo unaweza kuona namna ambavyo vita ya mwanadamu imekuwa kubwa, na hata Yesu akasema ya kwamba duniani ninayo dhiki, jipeni moyo, maana mimi ninaushinda ulimwengu. Kwa hiyo kumbe lazima tuushinde ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inapoongelea kuushinda ulimwengu inaongelea kwa upana na kina sana. Unapoongelea ulimwengu, maana yake unaongelea system za dunia, mifumo ya dunia, world system, mifumo ya dunia ambayo tayari shetani ameshawekeza huko, ameshaikamata, ameshaishika. Na ndio maana huwa inakuwa vigumu sana mtu wa Mungu kufanikiwa. Inakuwa ni vigumu sana kwa sababu unazaliwa na unaishi katika mifumo ambayo tayari shetani ameiwahi au shetani ameikamata. Na ili uweze kufanikiwa, maana yake lazima ushinde ulimwengu. Na maandiko yasema huko kushinda ulimwengu, maana yake hiyo imani yetu. Kushinda ulimwengu maana yake imani yetu. Sasa lazima tuwe na imani katika Mungu. Takuja siku moja kufundisha kwa habari ya imani yetu. Na ziko imani nyingi ambazo watu wamewekewa ndani wakifikiri kwamba ndio imani sahihi, lakini kumbe sio imani sahihi. Takuja kujifunza siku moja kwa habari ya imani yetu. Kwa hiyo ili tuweze kushinda ulimwengu, maana yake ni hiyo imani yetu. Lazima tuwe na imani ambayo inatudrive na kutuongoza kuweza kushinda mambo kama hayo. Unamwona Ibrahimu alishinda kwa sababu alikuwa na imani. Utamwona Daudi alishinda kwa sababu alikuwa na imani katika Mungu. Utaona Isaya alishinda kwa sababu alikuwa na imani. Yeremia alishinda kwa sababu alikuwa na imani. Ayubu alishinda kwa sababu alikuwa na imani. Kwa hiyo kumbe hakuna namna nyingine zaidi ya kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kushinda ni guarantee na ni lazima kuweza kushinda. Na Mtume Paulo anasema hivi, sisi ni washindi na zaidi ya kushinda. Maana yake tayari tumeshashinda tayari. Kwa uhalisia kabisa tumeshashinda. Kwa hiyo tutakwenda leo kuangusha vizuizi, kila aina ya kizuizi. Kwa hiyo tutakuja kuangalia pia aina za vizuizi ambazo tutashughulika nazo leo. Hebu nikuonyeshe kwenye kitabu cha Joshua ile sura ya 6. Kitabu cha Joshua ile sura ya 6 kuanzia ule mstari wa kwanza. Tuanzie hapo kwanza tupate picha ya namna ambavyo Joshua anazuiliwa asivuke kwenda kule anakotakiwa kwenda. Kuna kizuizi kinasimama mbele yake, ukuta wa Yeriko. Ukuta wa Yeriko umemzuia Joshua kwenda mbele. Maandiko yanasema hivi, basi Yeriko ilikuwa imefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Hebu sema, Yeriko ilikuwa imefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Unaona kwamba Yeriko imefungwa, lakini imefungwa kwa sababu ya Israeli, kwa sababu ya wana wa Israeli. Maana yake wana wa Israeli wanazuiwa wasiende. Wana wa Israeli wamewekewa kizuizi, safari yao ishie pale. Bwana Yesu asifiwe. Usione mtu ameishia mahali kwamba amependa kuishia hapo. La hasha. Mungu alianza kazi njema mioyoni mwetu, anasema ataikamilisha hata siku ya Kristo Yesu. Ndiyo Mtume Paulo amesema ile kazi njema aliyeanza Kristo ndani yetu ataikamilisha hata siku ya Kristo Yesu. Maana yake Mungu anaanza kazi. Mungu anapokubeba wewe akakupa kitu, maana yake ameshatangaza mwisho wa hicho kitu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba hapo unisikilize kwa makini sana. Ukisoma kwenye kitabu cha Isaya ile sura ya 46 mstari wa 10. Isaya ile sura ya 46 na ule mstari wa 10. Hivi ndivyo Mungu ambavyo huwa anatenda kazi. Hivi ndivyo Mungu ambavyo anatenda kazi. Anasema hivi, Isaya 46 mstari wa 10. Nitangazaye mwisho tangu mwanzo, zamani za kale mambo yasiyotendeka bado, nikisema shauri langu litasimama,
nami nitatenda mapenzi yangu yote. Mungu ni Mungu atangazaye mwisho tangu mwanzo, na mambo yasiyotendeka bado maana yake atayatenda, na anasema shauri lake litasimama. Bwana Yesu asifiwe. Sasa shauri la Bwana linaweza kuangushwa. Unaona, shauri la Bwana ni kuwapa Israeli nchi ya ahadi, na Mungu anawatoa kwa muujiza mkubwa sana Misri. Wanaanza safari, hao wanakwenda, wanakutana bahari ya Shamu. Tayari hicho ni kizuizi. Alafu wanapokutana bahari ya Shamu, Farao anasema hivi, kiko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Wanasema kiko wapi? Walitoka hapa kwa jeuri sana hao, walitoka hapa kwa madaha sana hao. Kiko wapi sasa? Ona, wamezuiliwa. Biblia inasema Farao akasema hilo jangwa limewatatanisha. Unaona, na kweli Israeli walipoona kuangalia mbele, wanaona bahari ya Shamu, wanaangalia kushoto, wanaona milima mirefu, kulia wanaona milima mirefu. Alafu walipogeuka nyuma, wakamuona adui yao anakuja, ndipo hofu ikaingia ndani yao. Lakini Biblia inasema hivi, shauri la Bwana litasimama. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake Mungu asingewatoa tu alafu waishie pale. Ina maana kama Mungu amewatoa alafu waishie pale, basi huyu Mungu ana matatizo. Huyu Mungu ana matatizo. Biblia inasema ndipo wana wa Israeli wakamlilia Musa. Musa na yeye akaingiwa na hofu. Bwana Yesu asifiwe. Anaangalia hiki ni nini tena? Mbona kimetokea hiki tena? Itakuwaje? Biblia inasema ndipo Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Mungu anasema hivyo? Kwa sababu shauri lake litasimama. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake makusudi yake lazima yasimame, hakuna wa kuiangusha. Anawaambia simameni mkaone wokovu wa Bwana. Kwa hiyo kumbe kwenye kila ugumu unachopaswa kufanya wewe kusimama ili uone wokovu wa Bwana. Maandiko yanasema Mungu akapasua bahari ya Shamu, wakavuka. Wanaenda tena mbele, wanakutana kizuizi na kizuizi kingine, wanakutana na Waamaleki. Waamaleki wanatokea, wanawazuia, wanaambia nyinyi mnaenda wapi? Alafu Waamaleki hawa ni ndugu zao, watoto wa Esau, ndugu zao hawa. Wanaambia hakuna ile vita ambayo wazazi wetu walianza, walipigana, nini baba yenu ni aliiba mbaraka wetu, baraka wa baba yetu, hampiti hapa. Mungu akawashindia na pale wakavuka. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba maisha ya mafanikio ya mtu yamejaa vizuizi. Bwana Yesu asifiwe. Na ili uweze kutoboa, lishike neno la Bwana, shika ahadi ya Bwana. Anasema yeye ni Mungu anayetangaza mwisho tangu mwanzo, zamani za kale, mambo yasiyotendeka bado, akisema shauri langu litasimama na mapenzi yangu yatafanikiwa. Maana yake nini? Unalipolishika hilo neno kwamba Mungu huwa haishiaji njiani, na kama Mungu huwa haishiaji njiani, na mimi sitaishia njiani kwa jina la Yesu. Hata kama mlianza 10 au mlianza 20 alafu kageuka nyuma ukajikuta uko peke yako, wewe endelea kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sema amen. Kwa hiyo unaweza kuona sasa wameenda hao. Wakati wa Joshua sasa, Mungu anainuka, anamwambia Joshua, wewe ndiye ambaye utawavusha hao watu na kuwamilikisha baraka zao. Wamekutana mto Yordani. Mungu akaleta muujiza, mto ukagawanyika. Wanaenda mbele kidogo, wanakutana na Yeriko, imefunga pande zote kwa sababu yao. Hakuna mtu aliyetoka wala hakuna mtu aliyeingia. Mungu akatoa maelekezo.
Kwa hiyo kumbe kwenye kila step Mungu ana maelekezo anatoa. Na ndiyo maana ni vizuri kumsikiliza Mungu zaidi kuliko kusikiliza wanadamu. Sikiliza nikwambie jambo moja. Mara nyingi kwenye situation, kwenye hard work, hard time, wakati mgumu, washauri ni wengi. Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena. Mara nyingi kwenye wakati mgumu ambao unakutana nao katika maisha, iwe biashara yako, iwe familia yako, iwe ndoa yako, iwe huduma yako, utakutana na washauri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia si tu washauri, unaweza pia kukutana na wavunja moyo. Utakutana pia na wenye kukudharau, wakukejeli kwa namna ambavyo upo, kwa namna jinsi ulivyo. Lakini katika hayo yote msikilize Bwana. Ayubu alipokutana matatizo katika maisha yake, mifugo yake, mali zake zote zikapukutika, watoto wake wakafa. Katika mazingira kama hayo, washauri walikuja. Ilifika kipindi mpaka afya yake ikawa mgogoro. Katika kipindi hicho tunaona washauri wake wakaja. Mkewe wa kwanza ndio mshauri wa kwanza, akamwambia mume wangu, kufuru tu ufe. Haiwezekani huyu Mungu akutende hivi, kufuru tu ufe. Huo ni ushauri, ni maneno ambayo hutegemei kuyasikia kwenye kinywa cha mtu kwa wakati huo. Anakutana na marafiki zake, nao wanamshauri, wanamwambia maneno magumu ambayo hayawezekani. Lakini tunamuona Ayubu anasimama na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu anajua kuna kizuizi kiko mbele yangu, na kuna namna Mungu atazungumza na mimi kwa ajili ya kuvuka kwenye hiki kizuizi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Joshua akiwa anaikabili Yeriko, tunaona ile sura ya 5 kitabu cha Joshua kuanzia mstari wa 13 pale. Mungu alikuwa anajua nini ambacho Joshua atakutana nacho, na kwa sababu Mungu ni Mungu wa makusudi, akaja ili amsaidie kwa namna ya mwili kabisa, kwa namna ya mwili kabisa. Joshua sura ya 5 mstari wa 13. Ikawa hapo Joshua alipokuwa akikabilia mji wa Yeriko, akainua macho yake na kutazama juu, akaona ghafla mtu mmoja mwanaume amesimama, amemkabili, naye alikuwa na upanga uliofutwa mkononi mwake. Yoshua akamwendea na kumwambia, je, wewe u upande wetu au upande wa adui? Akasema, la, lakini mimi ni kamanda wa jeshi la Bwana, maanake jemedali wa jeshi la Bwana, nimekuja sasa. Yoshua akainama chini hadi akainama chini hadi nchi, akasujudu, akamuuliza, Bwana wangu aniambia nini mimi mtumishi wake? Unaona, anajua hapa kuna maelekezo, akajua hapa nimepata msaada. Akiwa anaikabili Yeriko imefungwa pande zote, hakuna pa kupita, kila mahala hakuna pamefungwa. Maana yake sasa ni kana kwamba safari yao inaishia pale, ni kana kwamba wamevuka Yordani kwa utukufu mkubwa sana, lakini safari yao inaishia pale. Na maandiko yanasema pale juu, baada ya kuwa wamevuka, Biblia inasema wakala Pasaka, siku ya Pasaka. Bwana Yesu asifiwe. Maana watu walikuwa wanaadhimisha kwa namna hiyo, lakini wanakutana kizuizi, wanakutana kikwazo, ni kana kwamba safari yao inaishia pale. Lakini Mungu ni wa ajabu sana, kwamba kumbe Mungu alikusudia lifanyike, haimaanishi kwamba haitapata changamoto itakutana nazo. Lakini Mungu anahitaji watu mashujaa, anahitaji watu walio hodari, anahitaji watu ambao hawakati tamaa mapema, anahitaji watu ambao wanajitia nguvu katika
Bwana katika mazingira yote na hali zote, ili Mungu ajionyeshe mwenye nguvu katikati ya udhaifu wao. Wakati mwingine Mungu anaruhusu udhaifu utokee ili Mungu ajionyeshe mwenye nguvu, akutambulishe, akupe sura nyingine na mtazamo mwingine kwa watu waliokutazama, waseme hakika kweli huyu mtu ana Mungu. Kama amefika hapa, maana yake na Mungu. Hakuna sababu ya watu wa kuamini kama hawajaona changamoto yoyote na ikatatuliwa na wewe ukapenda. Na ndiyo maana Mungu siku zote ni Mungu ambaye kabla hajafanya jambo, kabla hajaruhusu mapenzi yake yafanyike, anaruhusu changamoto zitokee ili kutangaza uvumi wake na utukufu wake uweze kufika kwa kila mtu atakayesikia. Kwa tunaona Joshua anakutana kizuizi. Kwa hiyo kumbe viko vizuizi katika maisha yetu. Maisha yetu yamejaa vizuizi, yamejaa vikwazo, yamejaa kila namna na kila njia na kila jinsi. Lakini ni wale wanaojitia nguvu katika Bwana ndio wanaweza kuleta ushindi nyumbani mwa Bwana. Hebu sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie kabla hatujakwenda kuangusha vizuizi siku ya leo. Angalia kwa mfano maneno haya ambayo Mungu anayazungumza kama silaha. Isaya 45 ule mstari wa 2. Kitabu cha Isaya ile sura ya 45 na ule mstari wa 2. Anasema hivi: nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahala palipoparuza. Nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Anasema nitakwenda mbele, nitakwenda mbele yako. Hebu sema atakwenda mbele yangu. Hebu sema atakwenda mbele yangu. Unaona sasa, kwa hiyo kumbe Mungu anaweza kwenda mbele yetu. Ndiyo maana utaona wana wa Israeli waliongozwa usiku na nguzo ya moto. Maana yake Bwana ameenda mbele yao. Alafu mchana wanaongozwa na wingu. Kwa hiyo maana yake kila walipokuwa wanapita, hawakuwa wanapita kwa akili zao. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna wakati mwingine unaweza kusema hivi, kwa nini nimepita hapa? Kwa nini imekuwa hivi? Kwa nini nimepita hii njia? Kwa nini nimefika hapa? Kuna wakati Mungu anataka kukuongoza upite katika njia ya Mkanani, njia ya Mgirigari, njia ya Mhiti. Anaweza kuongoza. Kwa nini? Kwa sababu yeye ana makusudi yake anayoyakusudia. Kwa sababu siamini mimi kama Musa alikosea njia kuwapitisha bahari ya Shamu. Kwa sababu Musa alikuwa ni mzoefu. Musa alikuwa anaijua jangwa. Musa alikaa jangwani kwa miaka 40 akichunga kondoo ya Yethro. Manake alikuwa na experience. Manake naamini kabisa mtu wa namna hiyo ambaye ana experience angejua njia sahihi ya kuwapitisha. Bwana Yesu asifiwe. Angejua kabisa njia ya kuwapitisha. Angejua njia ya kuwapitisha. Lakini tunaona hawapiti njia ambayo wanda alikuwa anaijua kwa akili zake. Ndio maana kuna wakati mwingine kwenye maisha yetu tunachelewa au tunaharibikiwa au mambo yanakuwa magumu kwa sababu tunajaribu kwenda kule ambako Bwana hataki twende. Kwa mfano, hakuna mtu ambaye angependa aibu. Si sawa? Haipo mtu ambaye angependa aibu. Haipo mtu. Kila mtu anaweza kujiokoa kwa namna fulani. Lakini kuna wakati ambao ni vizuri kuikubali aibu kama Bwana ameruhusu itokee. Kwa sababu hakuna utukufu kama hakuna kuaibika. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna namna utukufu utapatikana kwenye utukufu. Utukufu huo upatikani kwenye utukufu. Utukufu huo unapatikana kwenye aibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama unataka Mungu atukuzwe kupitia maisha yako, basi kuwa na uhakika kuna aina ya maisha Mungu atakuvusha, atakupitisha. Inaweza ikawa kwako isiwe sababu yeye kukosa fedha.
lakini Mungu akupisha njia ya kukosa atashindilia. Wakati mwingine Mungu anakupitisha hapa akufundishe, auchungushe moyo wako, angalie uaminifu wako, angalie jinsi ulivyo. Na ndio maana katika mazingira kama hayo, ukifanya jambo jingine tofauti kama sasa itakuwaje, watanielewaje watu jamani, kama kabisa mimi nilikuwa na kila kitu leo sina jamani, itakuwaje, acha niibe au nifanye hivi au nikope ili watu waone maisha yanaendelea. Unajikuta unaingia kwenye matatizo mengine ambayo hayawezi kuwa na solution. Yesu alikubali aibu. Bwana Yesu asifiwe. Alikubali dharau, alikubali kubezwa, alikubali hali zote alizozipitia Yesu, kwa sababu ilikuwa ndio njia lazima apite. Alikubali hayo, lakini maandiko yanasema akakirimiwa jina lipitalo majina yote, na akaazimishwa juu sana kuliko falme, kuliko mamlaka, kuliko sultani na kila enzi, akawekwa juu ya vitu vyote. Na ndio maana anaitwa mtangulizi au mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Maana yake amewekwa juu ya vitu vyote, amewekwa juu ya milima, amewekwa juu ya wanyama, amewekwa juu ya wafalme, amewekwa juu ya mataifa, amewekwa kila mahali. Lakini kuna njia aliyoipita. Kwa hiyo hakuna utukufu kama hakuna aibu. Inatangulia aibu kwanza, alafu utukufu unafuata baadaye. Ukiona kuna mahala kuna aibu, ujue kuna utukufu unakuja. Ukiona kuna mahala kuna kushindwa, ujue kuna ushindi unakuja. Ukiona kuna mahala kuna ugonjwa, ujue kuna uponyaji unakuja. Ukipita mahala ukiona kuna kudharaulika, ujue heshima inakuja. Bwana Yesu asifiwe. Heshima haiwezi kuja kwenye heshima. Heshima inakuja mahala alipodharauliwa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Mungu anakuruhusu maisha fulani katika vipindi tofauti tofauti kwa watu tofauti tofauti, kwa sababu Mungu anategemea kwamba baada ya hapo atajitukuza, baada ya hapo atakuvisha wema, atakuvisha fadhili zake, na utapenya na utakwenda mahali. Kwa hiyo hupaswi kuanza tofauti. Anasema atapita mbele yake. Maandiko yanasema nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahala palipoparuza. Mungu aende mbele yako kwa jina la Yesu. Na ndio maana katika hali yoyote unayopitia, piga magoti, mwambie Mungu, nenda mbele yangu. Umeahidi utakwenda mbele yangu na kupasawazisha kila palipoparuza. Ni maombi yangu Bwana sahihi, nenda mbele yangu, pasawazishe palipoparuza, vunja mapingu ya chuma, fungua milango iliyofunga. Utashangaa milango inafunguka na unapata mpendo kwa jina la Yesu. Tunaona ahadi ya kwanza ya Mungu katika kuondoa vizuizi. Sisi kama wanadamu hatuwezi kuondoa vizuizi. Hakuna namna unaweza kuondoa kizuizi mbele yako. Iwe ni cha namna yoyote, hakuna namna unaweza kukiondoa. Lazima Mungu mwalike, umwambie Mungu, nenda mbele yangu, pita mbele yangu Bwana, pasawazishe palipoparuza, vunja mapingu ya chuma, fungua milango mbele yangu. Maandiko yanasema atapasawazisha palipoparuzwa na kuvunja vipande milango ya shaba. Kila milango iliyokuzuia usiende kule unakotakiwa kwenda, iwe ni milango ya bahari, itavunjwa vipande kwa jina la Yesu. Iwe ni milango ya mito, itavunjwa vipande kwa jina la Yesu. Iwe ni milango ya Amaleki, itavunjwa vipande kwa jina la Yesu. Nini kinachokuzuia? Mungu anaweza kukivunja vipande. Hebu sema amen. Kwa hiyo huu ndio ujasiri ambao lazima ujae ndani yako. Neno la Mungu linamhuisha mtu. Ndiyo maana unapochoka, ni vizuri macho yako kuangalia neno la Mungu. Ni vizuri macho yako kusiangalia ahadi za Bwana. Lazima kujikagua kwamba hivi mimi, kwa nini Mungu ameleta duniani? Mungu aleta duniani nikiwa na kusudi, na kusudi langu lilijulikana hata kabla sijatungwa mimba, hata kabla sijaumbwa nilikuwa nimeshafahamika. Kwa hiyo inawezekana kuna vita ipo, kwa sababu wanazuia nisikamilishe ule mpango wa Mungu. Na Mungu alishasema anatangaza mwisho hata kabla ya mwanzo, na mambo ambayo hayajatendeka bado. Maana yake nini? Mungu atayafanya aliyokusudia kwangu kwa jina la Yesu. No matter
matter nini kinatokea, no matter kipi kipo, lakini najua nitashinda kwa jina la Yesu. Lazima ujiambie nafsi yako peke yako. Usikae mahali ukana tamaa, usikae kwa huzuni. Huzuni kweli yaweza kuja, huwezi kuizuia, kwa sababu kuna hali ambayo inakuvaa, lakini hutakiwi kubaki kwenye hiyo hali. Unatakiwa kusimama na kujitia moyo na kujipa moyo wewe mwenyewe binafsi, ukimwambia Bwana, najua hutaniacha, najua hutanipungukia. Kama ulivyokuwa pamoja na Musa, utakuwa pamoja na mimi, utaniokoa hata katika hili. Hata kama umetenda dhambi, Mungu anasamehe. Mwambie Mungu, nilikuwa nimekosea kwa sababu ya kutokuwa na subira. Yawezekana wakati mwingine huna subira, huna uvumilivu, ukajikuta umechepuka au umeenda njia ambayo si sahihi. Umekosea, usibaki kwenye makosa. Piga magoti, mwambie Mungu, nisamehe, nimekosea sawa, lakini Mungu wewe wa rehema. Mungu anakurehemu na atakubeba vile vile kukusaidia ili ukashinde kwa jina la Yesu. Hebu sema amen. Hebu tuangalie pia kitabu cha Mika. Kitabu cha Mika ile sura ya 2 mstari wa 13, na kuonyesha maandiko ya msingi ambayo tunaweza kuyasimamia katika maombi yetu kwa habari ya kuvunja vizuizi. Tumeona andiko la kwanza, Mungu atatangulia mbele kupasawazisha palipoparuzwa na kuvunja vipande mapingu ya shaba, na kuvunja milango iliyofungwa iweze kuachia, na zile baraka ambazo tulikuwa tunatarajia ziweze kutokea kwa jina la Yesu. Ule mlango uliofungwa ukazuia watu, leo tunavunja kwa jina la Yesu. Hebu sema amen. Kitabu cha Mika ile sura ya 2 mstari wa 13. Mika sura ya 2 ule mstari wa 13. Mika sura ya 2 mstari wa 13 anasema, avunjaye amekwea juu mbele yako. Avunjaye, kimsingi avunjaye ni Mungu, ni Jehova. Yuko malaika ambaye Mungu amempa jina la Bwana, kazi yake ni kuvunja. Anasema ametangulia. Avunjaye amekwenda juu mbele yako, amekwenda juu mbele yako. Wamebomoa mahali, wakapita mpaka langoni, wakatoka nje huko. Mfalme wao naye amepita akiwatangulia, naye Bwana ameutangulia, naye Bwana amekutangulia mbele yao. Bwana ametangulia mbele yao. Yaani kuna mfalme ametangulia ili kuzuie, mfalme wa kijoka, mfalme wa kijini, mamlaka za giza zimetangulia. Inajua huyo anakuja, wakatangulia mbele ili wakukinge. Lakini Mungu yeye ametangulia mbele yao. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Mungu wetu yeye ametangulia mbele yao. Maana yake wakutangulia ametanguliwa. Hebu sema amen. Ikiwa kuna aliyekutangulia kwa ubaya, kuna aliyekutangulia kwa hila, Mungu amemtangulia. Maana yake yeye aliyekutangulia naye ametanguliwa kwa jina la Yesu, na hata simama na hata fanikiwa kwa jina la Yesu. Huo ni ushindi mkubwa. Hapo hata kama hujamuomba Bwana, ukiamini tu hivyo kwamba kumbe wametangulia mbele yangu, lakini Bwana yeye ametangulia mbele yao zaidi, una ujasiri wa kusimama ukasema hii vita nashinda. Ndiyo maana Joshua alipokuwa anaikabili Yeriko, Mungu mwenyewe akashuka, alafu akatangulia mbele, alafu akampa maelekezo, akamwambia Joshua, Yeriko nimekupa mkononi mwako na wafalme wake na mashujaa wake. Kumbe ametangulia mbele. Anasema hivi ndivyo nitakavyofanya. Kazi yenu nyinyi ni kuzunguka Yeriko. Kwa hiyo kumbe kuna portion yetu, kuna nafasi yetu. Kulia sio nafasi yetu, kuhuzunika sio portion yetu, kukata tamaa sio portion yetu, mazungumzo yasiyo na tija sio portion yetu. Portion yetu sisi ni kusikiliza maelekezo. Tunataka kufanya nini? Zungukeni Yeriko siku ya kwanza, zungukeni Yeriko siku ya pili, zungukeni Yeriko siku ya tatu, siku ya 4, siku ya 5, alafu siku ya 7 zungukeni mara 7, alafu pigeni kelele, kwa sababu nimetangulia mbele. Maana yake Mungu huwa anatenda kazi kwenye kelele. Anasema sauti ya Bwana hii juu ya maji mengi, sauti ya Bwana ya vunja mielezi ya Lebanoni. Maana yake ni kama kuna mielezi ya kicha
uchawi itavunjwa vunjwa, kuna ashera zitavunjwa vunjwa, kuna madhabahu zitavunjwa vunjwa. Kwa nini? Kwa sauti yako. Sauti yako ni ipi? Ile kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwanakondoo ninakataa kwa jina Yesu. Sio kulala. Unajua kuna wakati unakuwa umeshindwa au huoni cha kuomba. Hakuna mtu anaweza kukosa cha kuomba au kukosa maneno ya kuzungumza. Hata kama uliongea jana yakaisha na huoni mengine, yarudie yale yale, kwa sababu hata Joshua alirudia vile vile. Hakuondoka kwenye mpango mkakati ambao Mungu alikuwa ameupanga. Unajua sisi wanadamu tuna kawaida ya kukizoea kitu, alafu kasema hiki nimeshaomba sana, nimeshapita hapa sana, nimeshaongea hili sana, nimeshaomba hiki sana, nimefunga sana. Lakini Joshua hakuangalia. Alifunga siku ya kwanza, akarudia maombi yale yale siku ya pili, akarudia yale yale siku ya tatu, akarudia yale yale siku ya nne, akarudia yale yale siku ya tano na siku ya sita na siku ya saba, akarudia yale. Maana yake akarudia mara 14. Bwana Yesu asifiwe. Endeni kwanza, mtu anapigwa pande zote mara 14, unamsonta yeye tu 14. Maana yake lazima ataachia. Mungu akainuka akasema hii ni saa ya kuinuka na kumtetea Joshua. Nasema saa yetu ambayo Bwana atainuka na kututetea ni pale ambapo tumedumu katika kuomba bila kukata tamaa, bila kuchoka, bila kulegeza kamba, bila kujalisha kuna maji au kuna maji, bila kujalisha kuna unemelefili, kuna majitu au hakuna, lakini tunapiga kwa jina la Yesu na kupenya kwa jina la Yesu. Hebu sema amen. Kwa hiyo unaweza kuona sasa, kumbe Mungu anaweza kutangulia mbele. Kwa hiyo maana yake Mungu anapotangulia mbele, anaweza kuwavuta adui zako sasa waweze kwenda kule unakokwenda, ili awabananishe mahali. Unaona, tumeona Musa, yeye alikuwa anaijua jangwa, anajua njia za jangwani, lakini tunaona amewapitisha. Ndio maana wale watu akamwambia hivi, kwa nini kutuleta huko? Maana yake walikuwa wanajua Musa anajua njia. Sasa Musa kukakote jangwani miaka 40, unatuleta hapa? Wala vipi? Tunajua umetuleta tufe hapa. Kwa hiyo walikuwa wanapambana Musa kwa namna ya kawaida kabisa. Lakini Musa hata yeye anashangaa. Ni anashangaa, kwani nimekaa jangwani, mbona nimewapitisha hapa? Hakujua kwamba kuna nguzo inayoongoza. Inawaambia kateni kushoto, wanakata kushoto. Kateni kulia, wanakata kulia. Na hii nguzo inayokusanya ikawapitisha katikati ya bahari ya Shamu. Ili ifike wakati waweza kuwa na udhoefu katika mambo. Unajua kuna wakati mwingine watu wanasema hivi, ni kwa sababu hana uzoefu. Unaweza kuwa na uzoefu na bado ukafeli. Ni neema ya Mungu tu inawafanya watu wanakwenda. Na ndio maana Mungu akikusaidia usije ukakaa mahala ukajisifu, ukasema hapana, wengine wazembe tu. Hakuna mzembe, hayupo mzembe. Ukiona kuna watu wanaenda kwa uzembe, ziko spirit kabisa zimewaingia, zimewafanya wawe hivyo. Lakini hayupo mtu kabisa ambaye angeweza kufanya vitu vya ovyo. Hayupo. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe ukiona umepenya mahali, Mungu amekusaidia. Musa alikuwa anajua njia, lakini bado amepita kwenye bahari ya Shamu. Maana sio experience yake. Mungu hatumii akili yako. Anataka wewe akili yako itumie akili yake. Ndio maana ukimfuata Mungu kwa akili yako utamkosoa. Ndio maana mambo ya kiroho hayataki utumie akili yako wakati wa kusolve vitu. Simaanishi kwamba usitumie akili, kwa sababu Mungu ametupa akili. Kuna majibu mengine yapo katika akili, sio kwenye maombi, sio vitu vyote vya kuomba. Vingine Mungu ameweka ndani ya akili zetu tayari. Ni namna ambayo kugundua nini tunataka kufanya. Lakini pasipo Mungu kutusaidia, unaweza usione hata kile ambacho akili yako ilipaswa ione. Panapofika mahala pa kujifunza, kanuni mojawapo ili uweze kufaulu katika kujifunza
ni kuondoa kujua, hata kama unajua. Kwa sababu kuna namna ambayo unajua wewe alafu hujui bado. Na ndio maana sasa katika kumfuata Mungu usizitegemea akili zako. Huyo ni Sulemani anatuambia, ukisoma kwenye kile kitabu cha Mithali ile sura ya 3, anasema wala msizitegemee akili zenu. Kwa nini? Kwa sababu katika kumfuata Mungu ukitegemea akili yako utafeli. Kwa sababu kuna mahali utamkosoa. Wala hiki sicho. Wala hiki kabisa anamzidi kabisa. Lakini yeye ana maana yake. Lakini pia tunamwona Joshua. Joshua pia alikuwa anaifahamu ile nchi anayokwenda. Anafahamu njia. Kwa sababu Mungu alimwambia Musa watume wapelelezi wakapeleleze nchi. Musa akachagua wazee 70, wazee 40. 12. Akachagua wazee 12 katika kabila 12 wakatoka mtu mmoja mwakilishi. Joshua alikuwa mmoja wapo na Caleb kwenda katika ile nchi. Maana yake nini? Mungu alikuwa amemtanguliza mbele. Sasa Joshua yeye anajua njia. Lakini anashangaa wanafika mahala iko huko mto Yordani. Alafu wanapita wakati wa masika. Maana yake Mungu anataka kumchallenge, kumuonyesha kwamba mimi naweza kufanya mambo yote hata ambayo akili yako imefika mwisho. Kwa sababu akili za Mungu hazichunguziki, ziko juu kuliko akili zetu. Kwa hiyo kuna namna Mungu anaweza kufanya kwa makusudi maalum, na lazima tuweze kujua hivyo. Kwa hiyo tunaona kumbe anaweza kupita mbele yetu na mbele ya waliotangulia. Hebu sema amen. Yawezekana hapo kuna adui amekutangulia mbele akusubiri kwenye kona fulani, lakini Mungu yeye ashukuriwe kwa sababu ametangulia mbele ya wafalme wao, ili Mungu akuokoe na mtego wa mwindaji, akuokoe na uharibifu uliopo. Wewe upaswi kukata tamaa. Ndio maana shida ikikupata liitie jina la Bwana. Mambo yakiwa hayawezekani, usisahau kwamba yuko ambaye anaweza kupasawazisha palipoparuzwa. Anaweza kupita mbele yako. Mwambie Bwana, sawazisha hapa. Mungu, tengeneza hapa. Mungu, angalia hiki kilicho hapa, shusha mlima huu. Shangaa Mungu anakusaidia na unavuka hapo. Bwana Yesu asifiwe. Isaya sura ya 10 mstari wa 27. Isaya sura ya 10 mstari wa 27. Isaya sura ya 10 mstari wa 27. Anasema tena itakuwa katika siku hiyo, mzigo wake utaondoka begani mwako. Mzigo wake utaondoka begani mwako. Nayo nira yake itaharibiwa kabisa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Anasema tena itakuwa katika siku hiyo. Kuna siku hiyo ambayo mzigo wake utaondoka begani mwako. Ina maana kumbe iko siku. Lazima uwe na taraja hilo kwamba iko siku hii shida itaondoka. Hakuna shida ya milele. Inawezekana ukastruggle kwa muda mrefu, lakini iko siku. Iko siku. Lazima uzitangaze fadhili za Bwana kwamba iko siku mzigo wake utaondoka begani mwangu. Huu mzigo ulionielemea, mzigo wa vita isiyoisha, mzigo wa hali ngumu ninayopitia, iko siku itaondoka begani mwangu. Maana yake sitaibeba tena. Bwana Yesu asifiwe. Alafu anasema na mila yake itaharibiwa kabisa. Maana yake hata kama kuna mila ya utumwa, kuna yale maisha ya utumwa umewekewa. Babu yako alikuwa mtumwa, baba yako alikuwa mtumwa, na wewe umekuwa mtumwa, unapita njia ile ile ya utumwa. Kwamba maisha yenu kwenye ukoo wenu hakuna aliyetoboa. Mnapitia hali fulani ngumu. Kuna maisha fulani mnayopitia, iwe ni magonjwa ya kufanana, iwe ni tabia ya kufanana, ni mzigo huo
unasukumwa au unapelekwa usikotaka. Anasema siku ile, iko siku inakuja, siku ile inakuja, mzigo wake utaondoka begani mwako na nira yake itaharibiwa kabisa kwa sababu ya kutoa mafuta. Ina maana kuna siku ambayo Mungu ataachilia mafuta juu yako. Kuna mafuta ya ufahamu, kuna mafuta ya biashara, kuna mafuta ya kuona njia, kuna mafuta ya kufuata ufumbuzi. Kumbe vitu hivi huwa havitokei tu by coincidence. Ndio maana kuna mtu za kumwona amehaswa kwa muda mrefu, mnamcheka, mnasema huyo amekwisha, huyo hana kitu. Unashangaa kuna siku ushoizani ananawiri, anainuka. Angalia kwa mfano Daudi mwana wa Yese. Daudi mwana wa Yese alikuwa ni mtoto katika familia ambaye alikuwa hapendwi na familia yake. Baba yake alikuwa hapendi mpaka ndugu zake. Na ili ujue hilo, mgeni wa heshima, kwa sababu zamani, acha tu siku hizi watumishi wa Mungu hawaheshimiki. Zamani kwenye Agano la Kale ilikuwa akionekana nabii watu wanatetemeka. Ukisoma hayo maandiko utaona Biblia inasema wakati Samueli ameenda Bethlehemu, wazee wa mji wakatoka wakitetemeka na kuogopa. Wakamuuliza, je, ni amani? Wewe ni mtu mkubwa sana, kuja huku kuna amani kweli? Wanatetemeka. Sasa amekuja kwenye nyumba ya mzee Yese, mtu mzito namna hiyo. Mzee Yese akaita watoto wake, kila mmoja hakuitwa, akaachwa aendelee kuhangaika na kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake Daudi hakuwa anaheshimika, hakuwa anaonekana kitu, amedharaulika, amekuwa mtu wa kawaida. Lakini maandiko yanasema hivi, siku alipopakwa mafuta, ile nira ikaondoka shingoni mwake, ule mzigo ukaondoka shingoni mwake, akaanza kunawiri. Utasoma vizuri hiyo Samueli wa kwanza 16:17 hapo. Tunamwona anakwenda kupigana Goliath. Nchi ikamjua na ikamfahamu. Kwa hiyo Biblia inasema hivi, itakuwa katika siku hiyo mzigo wake utaondoka begani mwako, nira yake itaharibiwa kabisa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Nira yake itaharibiwa kabisa. Yako mafuta ya Roho Mtakatifu yakija juu yako. Alafu mafuta ya Roho Mtakatifu hayaji tu kwa mtu, hayaji tu kwa mtu. Kuna kiwango cha uvumilivu, kuna kiwango cha uvumilivu lazima wakione, ndipo waweze kupaka mafuta. Ndiyo maana hata kanisa la kwanza la mitume lilianza na watu 120 ambao walikuwa na neno tu, hawakuwa na mafuta ya Roho Mtakatifu. Lakini Mungu aliwaambia, Yesu aliwaambia wakina Petro, msiondoke mjini mpaka mvikwe uwezo. Na baada ya Yesu kupaa, Biblia inasema hivi, wakaingia katika nyumba waliokuwa wanakaa wakina Petro, wakina Yohana, wakina Yakobo, wakina Andrea. Biblia inasema wapatao watu 120 wakadumu kwa moyo mmoja wakisali. Kuna uvumilivu hapo tena, maana yake wakakaa wakiwa wanaomba. Kwa hiyo kumbe mafuta ya Roho Mtakatifu huyo anakuja kwa mtu aliyekuwa na utulivu, aliyedumu katika kuomba, akiwa anasubiri hiyo ahadi. Unajua kama kuna kitu cha kusubiri, kusubiri huwa ni kazi ngumu sana. Kwa mfano, natokea tunakwambia leo naomba unisubiri, alafu siwaambii kwa muda gani, ni ngumu sana, utahangaika sana. Alafu nakuwa nimeenda huko,
mipango yako, una kazi zako, ila nimeambiwa nisubiri. Aliondoka saa 4 asubuhi, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8 na kuwaza nimtumie message. Kutuma message haijibiwi. Ukipiga simu haipokelewi. Unaanza kuwaza, hivi ananionaje? Unajua unaweza kuongea maneno yote ndani ya moyo wako. Huwezi kutoa kwa sauti, lakini kuna watu wengine bwana wanajijali tu wenyewe yani. Hata hawajali. Hawajui kabisa na familia, hawajui kabisa alikuwa na mipango gani, hawajui kabisa alikuaje na nini na nini. Kumbe huyo mtu anafaje? Ana testi moyo wako, wewe ni mvumilivu. Unafanya saa 12 jioni. Ila kuna kasari kanakwambia unaambiwa usubiri. Unakanyaga, unaenda huku, unarudi, unasema si niondoke. Maana yote itakalokuwa itokee tunaondoka. Unaanza kuondoka, unaenda mahali hapa. Kuna sababu nakwambia usubiri tu. Unajua nini ambacho unaambiwa usubiri? Hakuna mtihani mgumu kama kusubiri. Na ndio maana watu wote wameharibikiwa au wameharibu future zao kwenye eneo au kituo ambacho waliambiwa wasubiri. Ibrahimu alichoka kusubiri, akaja nani? Ishmaeli. Leo hii kuna matatizo yapo duniani. Wanapigana sasa hivi Israeli na Gaza, wanapigana hapa na Mwarabu. Ni matatizo ya kutokusubiri. Kwa hiyo yule hayupo, lakini kuna shida imeachwa. Kutokusubiri. Hakuna kitu kigumu kama kusubiri. Mabinti walio wengi leo hii wamezaa kabla ya ndoa kwa sababu ya kutokusubiri umri. Wanabiolojia wanasema ukifikisha miaka 38 itakuwa ni vigumu sana kutunga mimba. Unaanza kumkosoa Mungu sasa, unaingia pale. Hivi Mungu kabisa, yani Mungu kabisa, yani unaona kabisa, yani kabisa haiwezekani. Acha nitoke kidogo nikazae, afu nitarudi na wokovu, kwenye wokovu. Kusubiri. Fanya. Hakuna kitu kigumu kama kusubiri. Ni mtihani mkubwa sana. Yaani kama kuna jaribu kubwa ni kusubiri. Unaweza kushinda kwenye mengine, sio kwenye kusubiri. Kwenye kusubiri hatua ni kipengele, yani kirefu hivi. Maana Mungu haniyu. Wachungaji walio wengi wazuri kabisa, watumishi wa Mungu kabisa wazuri, wameenda kwa shetani kwa sababu ya kutokusubiri. Subiri. Kama kuna mtihani mgumu katika maisha ya imani ni kusubiri. Biblia inasema ikumbukeni subira yake Ayubu. Nini? Subira yake. Alisubiri. Usiwazi kwake Ayubu ilikuwa rahisi, lakini imekuwa fundisho. Yakobo anasema ikumbukeni subira yake Ayubu. Alivumilia na Mungu akafunua fadhili zake. Tunamwona Mungu ni mwingi wa rehema. Kwa hiyo kumbe kuna wakati wa kusubiri. Sio mzuri sana. Ni kama unachelewa. Ni kama muda unaenda. Ni kana kwamba unakuwa nje ya utaratibu. Ulimwengu of course kuna namna yake. Kwa hiyo kuna watu wametoka ndani ya Kristo, wametoka ndani ya maagano ya Mungu kwa sababu ya kutokusubiri. Katika maisha, chochote chenye mpango wa Mungu kitapita kwenye majaribio. Kuna wakati utapita tu. Ndio maana uvumilivu ni tunda la Roho. Unapokosa uvumilivu ndani yako, maana yako utakosea kwenye maisha mengi sana. Na utakuwa na vilaka vingi kwenye maisha yako, kitu ambacho haikupaswa. Swala la kusubiri. Wameitwa heri waliosubiri.
Ndio maana kuna baraka kwenye kusubiri. Unaweza kuwahi alafu kajikuta umeshindwa. Kwa hiyo kuna wakati ambao Mungu ataachilia mafuta kwako, na mafuta huwa yanakuja kwa mtu aliyevumilia. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza usiwe na mafuta kwenye maisha yako sababu unapita kuvumilia. Kwenye Biblia kuna watu ambao walikosa baraka kwa sababu walikosa kusubiri. Elisha alikuwa na msaidizi wake anaitwa Gehazi. Alishindwa kusubiri. Kuna aina ya maisha ambayo alikuwa hapendezi nayo, ambayo aliyakuta anaishi baba yake wa kiroho. Amekuja tajiri, amefunguliwa, ameponywa, yuko tayari kutoa sadaka ya milioni 50. Baba wa hii huduma anasema sio wakati wa kupokea fedha huu. Anasema hivi baba kweli, sio kweli. Na kabisa kuna wakati yani ile Gehazi alizunguka akasema yani mzee bwana sasa. Kwa hiyo yani wazee wengine bwana kanao yani ni shida kabisa. Yani kabisa hapa tuna shida, hatuna keyboard, hatuna drums, hatuna shamba kiwanja. Eti kabisa mtu kabisa milioni 50 kabisa tumechukua hizo, tukanunua kiwanja, tukajenga, kila kitu kiko tayari. Kazi ya chia eti. Akamoja akapiga mahesabu, akasema huyo halitambui. Akaangalia mzee, ameangalia pembeni. Huyo akaenda akapiga mbio, anamkimbilia Naamani. Watu wa Naamani akamwambia, kuna mtumishi anakimbilia bwana. Mwambie njoo. Vipi mtumishi? Anasema unajua, yani ulipoondoka tu, ni kweli zile hela hatukuzichukua, lakini ulipoondoka tu tukapata wageni. Angalia anaongea Mungu anatengeneza system, mfumo ili azipate zile hela. Sasa tukaona hakuna namna ambayo tutakuwatunza, ingawa na mahala pa kulala, ingawa nini. Kwa hiyo akasema afadhali kwa taisha sitaona shida. Akamwagia mavazi na kila kitu, beba. Akavibeba huyo jamaa, akaenda akavificha. Subira, uvumilivu. Kukosa uvumilivu unaweza kujikuta badala ya baraka unapata laana. Maandiko yanasema ndipo Elisha akamwambia Gehazi, umetoka wapi? Nilikuwa tunazunguka. Nilikuwa nazunguka tu. Akasema wewe tusitaniane. Roho yangu haikuondoka na wewe. Baba naomba nisamehe. Tuleti. Akapigwa ukoma. Ule ukoma unama ukahama kwenye maisha. Afu mbaya zaidi, kizazi chake. Kwa unaona huyu amekosa upako, yale mafuta yaliyo juu ya Elisha yakawa hayana mtu. Na muda wa kuandaa mtu mwingine umeisha. Hana muda wa kuandaa. Baada ya pale namuona Elisha akaumwa, akafa na upako wake. Kwa unaweza kuona mafuta yanahitaji uvumilivu, yanahitaji discipline, yanahitaji muda. Mungu hawezi kupa mafuta kama anaokana wewe. Ndio maana wana upako mafuta wao wanatengenezwa kwanza. Mungu anakuchonga kitabia. Unaopewa upako kama akili yako haijakaa vizuri. Unajua upako unaweza kufanya chochote. Yaani upako ukiwa nao unaweza kufanya chochote na hakuna mtu akuingilia. Hata Mungu hakuingilii. Kwa sababu Mungu akupa amekupa. Kwa hiyo ndio maana lazima akushape kwanza. Au na uhakika anachokupa ni cha thamani sana, ili ukitumie katika matumizi ambayo ameyataka kwenye maisha yako. Ndio maana swala la upako huwa sio jambo tunalipokea. Upako huwa unakamatwa. Upako siuombewe eti katika jina la Yesu upako njoo, hauji. Upako huwa unakamatwa. Bwana Yesu asifiwe. Huwa unakamatwa, hauji tu hivi. Kwa hiyo unahitaji discipline, unahitaji nidhamu, unahitaji kusubiri. Kwa hiyo unaanza kuona sasa maandiko haya tumeona anatangulia mbele yetu. Lakini pia tumeona hata adui yako aliyetangulia mbele yako, Mungu anatangulia mbele yao. Lakini pia anasema kuna saa inakuja, kuna siku inakuja, ule
mzigo wa mawazo, ule mzigo utaondoka begani mwako, alafu ile nira itaharibiwa kabisa. Kuna nira itaharibiwa, itaondolewa shingoni mwako, ile nira ambayo imekufunga, nira ya umaskini, nira ya magonjwa, nira ya laana. Kwa nini? Kuna saa Mungu ataachilia mafuta juu yako. Ulikuwa mwenye laana, utakuwa mwenye baraka. Ulikuwa mwenye kudharaulika, utakuwa mwenye kuheshimika. Maana ile nira ya dharau, kuna nira ukipita kila mtu anakudharau, ni nira hiyo umewekewa shingoni mwako. Unapita watu hawakuthamini. Nasema kuna saa inakuja, ukaenda ukasema hapana, najua iko saa, sikali tamaa kwa sababu ya hao watu, siachi kumfuata Bwana kwa sababu ya hao watu, siendi njia nyingine kwa sababu ya hao watu, naamua kumfuata Bwana. Ule muda ukifika, mafuta yanaachiliwa juu yako. Yakiachiliwa juu yako, ile nira inavunjika, na ikivunjika, utukufu wa Mungu unashine kwenye maisha yako. Ni process. Hebu sema amen. Sema kwa jina la Yesu. Mungu, tangulia mbele yangu, pasawazishe kila palipoparuzwa, vunja kila mapingu ya chuma katika jina la Yesu. Vunja na kufungua milango mbele yangu kwa damu ya Yesu. Bwana, pita mbele yangu, upasawazishe palipoparuzwa. Bwana, pita mbele yangu, na adui zangu walionitangulia, pita mbele yao kwa jina la Yesu. Na kila silaha itakayofanyika juu yangu haitafanikiwa. Kila ukuta uliyekaa mbele yangu, anguka chini kwa jina la Yesu. Kila kizuizi, anguka kwa jina la Yesu. Vizuizi vya magonjwa, anguka kwa jina la Yesu. Vizuizi vya aibu, vya hofu, vya mashaka, anguka kwa jina la Yesu. Kila ukuta mbele yangu, dondoka chini kwa jina la Yesu. Ewe ukuta, anguka. Ewe ukuta, anguka. Ewe ukuta uliyezuia milango ya maisha yangu, ya baraka zangu, anguka kwa jina la Yesu. Hebu sema amen. Sasa kwa dakika chache nimalizie hapa, alafu tupate muda tukaombe. Ndiyo maana utaona kumekuwa na tabia kadha wa kadha katika maisha ya watu wengi, hususan watu wa Mungu. Utaona unafanya kazi kubwa lakini hakuna matokeo. Unafanya hard work, kazi ngumu, ambao unajua kabisa hii kazi ninaifanya hii, kuna kitu nitageni, alafu mwisho wa siku hakuna kitu. Lakini pia utaona kuna kucheleweshwa. Watu wengi wanakuwa wanacheleweshwa. Unatamani uende mahala ufike kwa wakati, lakini unacheleweshwa. Lakini pia utaona si kucheleweshwa tu, kuna milango imefungwa kwa muda mrefu. Kuna mahala unapategemea, kuna mahala unapatazamia, lakini mlango haufunguki. Umeanza biashara, ndio unategemea kwenye biashara hiyo ingalau upate chakula, kwenye biashara hiyo ingalau ununue mavazi, kwenye biashara hiyo ingalau upate kodi ya nyumba, kwenye biashara hiyo ingalau ufanye vitu kadha wa kadha. Kuna watu wanakutegemea, una wazazi wanakutegemea, ingalau kwenye biashara hii iweze kupeleka watoto shule, kwenye biashara hii ingalau nipate sadaka kumtolea Bwana, kwenye biashara hii ingalau nipate, lakini unashangaa mlango ufunguki. Biashara imebana, kushoto kumebana, kulia kumebana, kaskazini kumebana, huoni mpenyo. Milango imefungwa muda mrefu. Unaomba kila wakati, unamuomba Bwana, unamlilia Bwana, unatoa sadaka, unaomba Mungu, unaweka nadhiri, naomba Mungu nisaidie huu mlango ufunguke, nipate mtaji au nipate fedha, mtaji wangu ongezeke, au kipato kiongezeke, nipate wateja. Unashangaa hakuna. Kwa kadiri unavyozidi kuomba, ndivyo mambo yanakuwa magumu zaidi na tayari. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kuna wakati unaomba nikana kama maombi yako hayana majibu. Hii maana yake ni nini? Hii maana yake viko vizuizi vimewekwa. Sasa hupaswi kulaumu, hupaswi kama tamaa. Unachotakiwa kufanya ni kukabiliana na vizuizi hivi. Danieli ile sura ya 10, ukisoma kuanzia mstari wa 11 hadi 14. Sitasoma hapo, lakini nitakupa maelezo kwa sababu ya muda. Danieli alikuwa amefunga majuma 3. Alikuwa anaomba kwa ajili ya watu wake na kwa ajili ya taifa lake. Kuna jambo ambalo alikuwa anamuomba Bwana apate breakthrough
akaingia kwenye maombi ya siku 21, lakini maandiko yanasema hakuona chochote. Ni kana kwamba maombi yake yamegonga mwamba. Maandiko yanasema siku ya 21 malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Danieli mtu upendwaye, tangu siku ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu, maombi yako yalisikika, nami nalikuja kwa sababu ya maneno yako, ila mfalme wa Uajemi amenipinga siku 21. Kwa hiyo kumbe unaona milango haifunguliwi, kumbe kuna wanaokupinga. Paulo anasema nimefunguliwa mlango wa kufaa sana, ila wako wengi wanipingana. Mara nyingi milango iliyofunguliwa huwa wako wanaoipinga hiyo milango. Umepata kibali, umechaguliwa, umekuwa supervisor, ila kwa roho kupinga, na usipoangalia unatolewa kwenye mlango. Unajiuliza, mbona naomba nikana kwamba maombi yangu hayajibiwi? Hakuna majibu yoyote. Kumbe sio hayajibiwi, sio hayajibiwi. Kuna anayekupinga kwenye ulimwengu wa roho. Wewe huku huna ushirika, hujui kinachoendelea, unabaki kulaumu tu, kulalamika tu, unalalamika kuanzia mpaka jioni. Tena wakati mwingine unaongea hata maneno ambayo hayana staha. Kuna wakati mwingine mpaka unafika wakati unawaza labda fulani, labda fulani, labda fulani, kumbe sio. Kuna mfalme wa anga la Uajemi amekupinga, anasema huyu utoboi, lazima uache hicho kitu, lazima uondoke hapo mahali. Kwa hiyo anakukaba off kiasi ambacho huwezi kupenda kwenye ulimwengu wa roho, huwezi kumuona kwa macho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa basi, kila kizuizi kinatakiwa kiondoke. Usiangalie tu kuna vizuizi viko mbele yako. Sasa unaposhughulika na vizuizi, leo naomba niongee vizuizi vitatu. Kizuizi cha kwanza ni vizuizi vya kiroho. Viko vizuizi vya kiroho. Vizuizi vya kiroho. Tunamuona Danieli anakutana kizuizi cha kiroho, alafu chenye ngazi ya ufalme. Paulo anawaandikia Waefeso sura ya 2 mstari wa 12, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme. Kizuizi cha kwanza hicho ni juu ya mamlaka. Kizuizi cha pili hicho ni juu ya wakuu wa giza. Kizuizi cha tatu hicho na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Hivi vinaitwa vizuizi vya kiroho. Ni seti ya kwanza ya vizuizi. Kwa hiyo unaposhindana au unapoomba uachiliwe mahala, lazima ujue unapiga wa aina gani. Mungu anamwambia Joshua, nimekupa Yeriko na mashujaa wake na wafalme wake na kila kitu ndani ya mji. Maana yake ni nini? Ndani ya mji ziko baraka zako. Zile baraka zinaweza kuamrishwa na adui zisimame kinyume na wewe. Narudia tena, kwenye mji ambao upo wako maadui, lakini pia ziko baraka zako. Lakini pia hizo baraka adui anaweza kuzigeuza zikapigana na wewe. Kwa mfano, kuna mtu katika mji, mtu kabisa, Mungu amemweka kwa ajili yako. Huyo ni baraka kwako, ila adui anaweza kuigeuza mindset yake
anakupiga vita. Hiyo ni aina ya vita ambayo imejificha sana. Kanisani ulipo wewe unatafuta kazi, ndani ya kanisa kuna boss ana kampuni. Maana yake Mungu alipokuleta hapo hajakuleta tu kwamba uende mbinguni, ufundishe uende mbinguni. Amekusogeza karibu na mtu fulani ambaye naye yuko hapo, ila hamtafahamiana. Sasa adui anachofanya, anaweka uadui. Ile baraka yako adui anaigeuza. Ndio maana Mungu anamwambia Joshua, nimekupa Yeriko, alafu na wafalme wake na mashujaa wake na mali zote ndani ya Yeriko. Maana yake na wananchi, maana yake kila aliyeko kule amepewa. Ina maana chochote atakayetumia kinyume na adui anamdhibiti. Kwa hiyo tayari unaona vizuizi vya kiroho. Ziko falme za giza, wako wakuu wa giza, mamlaka za giza, majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Hawa wanakuzuia. Hiyo ni aina ya kwanza ya vizuizi. Aina ya pili, kwa hiyo unapoenda kuomba lazima ujue, useme tunaondoa vizuizi. Kipi? Maombi yako yanakuwa hayana target. Ni sawasawa na kombora ambayo limerushwa haijapewa target, kwa hiyo itazunguka tu. Mwisho wa siku ile show nguvu linapoa. Lakini unajua kuna vizuizi vya kiroho hapa. Inawezekana mtano ukaa kwenye ulimwengu wa roho, kuna watawala wa giza ambao hao watawala wa giza wameshikilia mioyo ya watu kwenye mji. Wameshikilia mioyo ya watu kwenye mji ili kwamba wasinielekee mimi, wawe against na mimi, wanishambulie. Ndio maana kuna watu ukienda mahali unashambuliwa na watu, sio mapepo. Watu hawakupendi tu. Umehamia kwenye mtaa fulani, kuna wapangaji, kila mtu tu pako na hamu mtaa, kwa sababu huwezi kama hana upendo. Au unakula shina nani tu. Unajua kwanza sasa kwa nini nikae hapa? Sifanyi hamu. Una hamu unaenda mahali pengine. Ukifikiri umemaliza vita, unaenda kule unakutana kile kile, kwa sababu ni adui. Hataki. Anajua ukikaa vizuri na watu kuna fursa utaipata. Na ndio maana sasa lazima ujue, inawezekana kwenye mkuu wa giza ameshikilia nafsi za hawa watu. Maana kile kizuizi kimoja wapo, unapompiga ukamshinda. Maandiko yanasema hivi, Danieli anaambiwa na malaika Mikaeli, mkuu wa mbele ya watu wa Bwana, akaja kulisaidia. Nini? Ile Biblia kuendelea kuomba Danieli, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, nakataa kwa jina la Yesu. Kila kizuizi akivunja, Mikaeli akaja, kwa sababu Mikaeli anatangulia mbele. Akaja akakiondoa kizuizi. Ndio maana kizuizi huwezi kukiondoa kwa akili yako, huwezi kukiondoa kwa uwezo wako, bali ni upako wa Roho Mtakatifu. Maana Mungu anatuma nguvu, anatuma utisho, unatangulia mbele yako kuondoa kila kizuizi. Hebu sema amen. Lakini kizuizi cha pili, kizuizi cha dhambi. Dhambi nayo pia ni kizuizi. Isaya 59 mstari wa pili anasema, maovu yenu yamefarakanisha ninyi na Mungu wenu, ameuficha uso wake hataki kusikia. Kwa hiyo kuna kizuizi kingine kinaitwa dhambi. Dhambi inapokuwepo mahali ni kizuizi. Dhambi ya uongo. Kuna mahala watu ni waongo sana, kuna dhambi ya uongo, ni kizuizi. Kutokupendana pia ni dhambi. Biblia inasema yeye asiyempenda jirani yake ni muuaji, ndugu yake. Asiyempenda ndugu yake ni muuaji, kama vile Kaini alivyomuua ndugu yake. Kwa ni dhambi ya kuua. Unapomchukia mtu, umpende mtu, unamsengenya mtu, unamwongelea maneno mabaya, ni dhambi. Sasa kama kuna dhambi, maana kuna kizuizi kwenye maisha yako. Hauwezi kupenda. Utaomba lakini upende. Utafanya kazi kwa bidii lakini huwezi kupenda.
Sasa kuna dhambi. Watu wengi wanafikiri tu dhambi ni kila chochote ambacho Mungu hataki. Biblia inasema dhambi zimegawanyika kwenye makundi mawili. Kundi la kwanza, kile ambacho Mungu amekwambia ufanye, usipofanya ni dhambi. Na kile ambacho Mungu amekwambia fanya, kile ambacho Mungu amekwambia usifanye alafu ukafanya ni dhambi. Kile ambacho Mungu amekwambia fanya alafu usifanye ni dhambi. Unajua kutenda haki alafu utende haki ni dhambi. Ni kizuizi, kinaweza kukuzuia. Kwa hiyo unaenda mbele za Mungu na toba. Unamwambia Mungu, naomba nisamehe. Yamkini sipendi kwa sababu nawachukia watu, nasengenya, nimekuwa muongo, nimekuwa msingiziaji, nimekuwa hiki. Unaweza kuponda kwenye vitu vingine, sio mzinzi, sio mwasherati, lakini muongo, mfitinishaji ni dhambi. Kwenye ulimwengu wa roho inazuia. Adui anakuja na kizuizi na anapata nguvu ya kuzuia. Mungu anambariki mtu muongo, mtu mfitinishaji. Mbona ni kama sisi tu? Shetani baba wa uongo. Lakini namba 3, kizuizi cha akili, mindset. Akili inaweza pia kuwa kizuizi. Mithali sura ya 23 mstari wa 7, aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa hivi ni vizuizi vya seti 3 ambavyo lazima uangalie nini kwenye maisha yako. Inawezekana akili yako haikubaliana na jambo. Akili yako imeshikwa, imekamatwa. Mindset yako wameiseti. Biblia inasema hivi, wakajiona nafsi zao. Kusoma kwenye kitabu cha Hesabu 13 mstari wa 33. Biblia inasema hivi, wakajiona nafsi zao ni kama mapanzi. Kuna namna unavyojiona. Unajionaje wewe? Mimi naona ni nyonge sana, si kama nitaweza. Ni dhambi kujidharau. Ni akili tu imefungwa ili ukose kwenda mbele. Unakuwa unashindwa kwenda mbele. Kwa nini? Kwa sababu unajihesabia mabaya kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tukaombe. Nataka tuombe. Mungu atusaidie. Mungu anaweza kufungua milango. Na hakuna mtu ambaye anaweza kufungua isipokuwa Mungu peke yake. Sio nguvu yako, sio akili yako, bali upako wa Roho Mtakatifu unaweza kufungua. Lazima tuombe kwa msaada wa Roho Mtakatifu atusaidie. Kwa hiyo tunataka tuombe kwa dakika 5 hivi. Tutakwenda kuomba kwa dakika 5 hivi. Tutakwenda kumuomba Mungu atusaidie kila kizuizi kwenye maisha yetu kikang'oke kwa jina la Yesu. Hebu naomba sasa, sema maneno haya. Ukiwa umekaa hapo, sema katika jina la Yesu. Kila mlango uliofungwa katika maisha yangu funguka sasa. Sema kwa jina la Yesu. Kila mlango uliofungwa katika maisha yangu funguka sasa kwa damu ya Yesu. Funguka sasa kwa damu ya Yesu. Kila mlango uliofungwa kwenye maisha yangu funguka sasa. Mlango wa biashara, mlango wa huduma, funguka sasa kwa damu ya Yesu. Funguka sasa, maana imeandikwa kila abishaye atafunguliwa. Nami naamuru kuanzia sasa, ewe mlango uliyefungwa kwenye maisha yangu, funguka sasa kwa damu ya Yesu. Kila nguvu ya giza inayonizuia ninaiangusha sasa kwa damu ya Yesu. Kila nguvu ya giza inayonizuia ninaiangusha sasa. Nguvu ya kichawi, nguvu ya kipepo, kwa damu ya Yesu naiangusha sasa kwa damu ya Yesu. Kila roho ya kunichelewesha toka katika maisha yangu kwa damu ya Yesu. Kila roho ya kunichelewesha toka kwenye maisha yangu katika jina la Yesu. Toka kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu ninavunja kila nila, ninavunja kila nila kwa damu ya Yesu. Kila nila ivunjike. Naamuru kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya Yesu navunja kila nila. Navunja nila ya chuma, navunja nila ya mbao, navunja nila ya miti, navunja kila nila katika jina la Yesu. Maana imeandikwa itakuwa katika siku ya leo ule mzigo wake
utaondoka mabegani mwangu, na nila yake itaharibiwa kabisa kwa sababu ya kutoa mafuta. Leo naiharibu nila kwa damu ya Yesu, kwa nguvu na mamlaka ya Yesu. Navunja kila nila katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Navunja kila kifungo cha magonjwa, kifungo cha laana, kifungo cha umaskini. Leo navunja kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Navunja kila laana katika jina la Yesu, navunja kila laana kwa jina la Yesu. Leo ninatangaza milango ifunguke, baraka zitiririke kwenye maisha yangu, ushindi uje juu yangu katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tangaza ushindi uje juu ya maisha yako, kila aliyezuia. Hebu tangaza sasa kwa kinywa chako sasa. Hebu tangaza namna ambayo Mungu wataka kusaidie kwa jina la Yesu. Natangaza kuanzia sasa baraka zangu zilizozuiwa, naamuru kuanzia sasa kile kizuizi kimevunjika katika jina la Yesu. Kile kifungo kimekatika kwa jina la Yesu. Ile laana imevunjika kwa damu ya mwanakondoo. Ile laana iliyoachiliwa juu ya maisha yangu imevunjika kuanzia sasa. Bwana, pita mbele yangu, pasawazishe palipopaluzwa katika jina la Yesu. Pita mbele yangu, vunja, pasua vipande kila malango ya shaba katika jina la Yesu, na mapingo ya chuma yavunjike kuanzia sasa kwa damu ya mwanakondoo. Bwana, pita mbele yangu katika jina la Yesu. Adui amepita mbele yangu, pita mbele ya adui zangu katika jina la Yesu. Pita mbele ya adui zangu katika jina la Yesu. Kila silaha itakayofanyika juu yangu haitafanikiwa. Ninatangaza kwa jina la Yesu, ninatangaza mpenyo, ninatangaza kufanikiwa. Mlango ufunguke kwa jina la Yesu. Mlango funguka kwa jina la Yesu. Ewe mlango funguka, zile baraka zangu ambazo zimezuiliwa kwa jina la Yesu. Mungu umeweka mlango ulio wazi mbele yangu, hakuna awezaye kuufunga katika jina la Yesu. Mlango aliofungua Bwana, hakuna mwenye uwezo wa kuufunga kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana, pita mbele yangu, ninatangaza. Bwana, pita mbele yangu, Bwana, pita mbele yangu, Bwana, pita mbele ya huduma yangu, pita mbele ya huduma yangu, upasawazishe palipopanuzwa. Bwana, pita, Bwana, pita. Kila mapingo ya chuma yavunje vipande, malango ya shaba yakatike vipande kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninavunja, ninaharibu kuanzia sasa katika jina la Yesu. Reka hata yakapa, nafungua milango iliyofungwa mbele yangu, waliozuiliwa wakabaki nje, na wafungulia kwa jina la Yesu. Yeriko iliyofungwa pande zote kwa sababu ya wana wa injili inayobadilisha katika jina la Yesu. Leo navunja mapingo ya chuma, navunja makomeo ya chuma, nafungua makomeo kwa jina la Yesu. Naondoa uzio uliowekwa mbele yetu kwa jina la Yesu. Waliozuiliwa nje kuanzia sasa kwa damu ya Yesu, ninaachilia moto upite mbele, upasawazishe palipopaluzwa, utakase, usafishe. Bwana, safisha ndani yangu. Bwana, takasa ndani yangu, safisha makao yako kwa jina la Yesu. Takasa makao yako. Waliozuiliwa Bwana wakabakizwa nje Bwana, ni sawa pite, ni sawa ingie, ni sawa fike kwa jina la Yesu. Baraka zangu zifike. Yeriko ilikuwa imefungwa kwa sababu ya wana wa Israeli katika jina la Yesu, lakini Joshua kampa Yeriko na wafalme wake na mashujaa wake na mali zake na watu wake. Na ninatangaza katika jina la Yesu, Yeriko ifunguke, kila kikwazo mbele yetu kianguke kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa 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 jina la Yesu. Hawatasimama katika jina la Yesu, hawatazuia, hawatastahimili kwa jina la Yesu, hawataweza kuzuia tena kwa jina la Yesu. Moto ulao upite mbele, mkondo wa maji uende kwa kasi ya pumzi ya Bwana ufurikao upite mbele yao, waswagwe kwa jina la Yesu. Rema shandul makapa katika jina la Yesu. Baba, tunakushukuru kwa neema yako. Asante Bwana kwa sababu ya ujumbe huu. Endelea Bwana kufanya kazi kupitia ujumbe huu kwenye maisha yetu. Ondoa vikwazo, ondoa vizuizi, weka uvumilivu ndani yetu, weka subira ndani yetu, weka ndani yetu ile hali ya kuendelea, ya kutokana tamaa, kuna kuchoka kwa jina la Yesu. Tusaidie tuinuke tena pale tulipoanguka.
tusamehe Bwana kila kikwazo mbele yangu, vikwazo vya kiroho kwa jina la Yesu. Wafalme wa giza, mamlaka za giza katika jina la Yesu, wakuu wa giza, majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, ninawaswaga kwa jina la Yesu. Kila kitu cha dhambi Baba, naomba rehema na msamaha, utusamehe maana unasamehe dhambi. Umesema Bwana, watoto wangu wadogo nimewaandikia haya ili kwamba msitende dhambi, na kama mtu akitenda dhambi tunayemwombeni kwa Baba ndiye kipatanishi cha dhambi zetu, wala si dhambi zetu tu, maana dhambi za ulimwengu wote. Baba tusamehe, tumekosa, tumekutenda dhambi, tumekosea Bwana, tumekuwa wakaidi, tumekuwa waongo, tumekuwa wajeuri, tumekuwa wasengenyaji, tumekuwa wauaji, tumefanya mambo yasiyofaa, yale ambayo si haki yako. Tusamehe Bwana hicho kizuizi ambacho adui amekiweka kwa uhalali kutushikilia. Umesema Bwana akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Bwana niponye leo, nifungue leo, ponya roho yangu, ponya nafsi yangu, ponya maisha yangu, ponya uchumi wangu, ponya huduma yangu, ponya maisha yangu, ponya ndoa yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa kila kitu cha akili Bwana badilisha akili, badilisha akili zetu e Bwana, katika jina la Yesu, zipate matunda. Badilisha akili zetu e Bwana, tuwaze yaliyo juu, tuwaze yaliyo mema, tufikiri yaliyo juu, tutende sasa na mapenzi yako. Tunaomba ukaidi na ujeuri na kiburi ndani yetu, ujuaji ndani yetu, tusaidie Bwana kwa jina la Yesu. Pokea sifa na utukufu e Bwana, na kuheshimu na kuheshimisha jina lako kwa jina la Yesu Kristo. Hebu sema amen. Pigie Bwana Yesu makofi. Basi naomba tuishie hapo. Shika sadaka yako niweze kuomba tumtolee Bwana. Maarifa hayo ambayo umeyapata yafanyie kazi.